Mbele yangu ni skuli ya maandalizi ya Mwembe Shauri ambapo leo hii ripoti za ASAM Online TV zimefika katika eneo hili baada ya kupata taarifa kuwepo kwa karo ambayo imekuwa ni hatarishi kwa ajili ya mazingira ya wanafunzi pamoja na watu wanaopita katika maeneo haya. Mbele yangu ni karo ambayo inasadikiwa kwa muda tofauti huwa inatoa maji machafu, maji ambayo yanasadikika kuwa na kinyesi ambayo yamekuwa ni hatari kwa ajili ya wanafunzi hawa. Mtazamaji wa ASAM Online TV, tumefika skulini hapa kwa ajili ya kuzungumza na mwalimu mkuu pamoja na kamati ya wazazi. Nao wanayepi juu ya swala hili? Napata simu kwa wazazi continuous. Kila akitoka napata simu. Kila akitoka inapata simu. Nikaja nikapata simu tena kwa kijiwe cha bodaboda. Maji yamewajalia, posta hawapati kufanya biashara. Upande wa pili kuna mama ntilie anawauzia wale wanojenga, hawezi kufanya biashara, pana maji. Nikamwambia maji hayo karo si yangu, sijui mwenye karo nani, lakini mimi karo sio ya kwangu. Basi siku ya 3 yake sheha wa sheria Mwembe Shauri, watu wameenda kumlalamikia kwa sababu mwalimu mkuu tumempa taarifa, lakini bado hali iko ile ile. Sheha nikamwambia, sheha umesahau, ile karo haitoki kwangu, ile itakuwa ndio ile karo ya Ali Mohamed Sheni. Kwa hiyo wahusika ni wale manispaa, sio mimi, kwa sababu sio ya kwangu. Basi juzi nikapata tena message kutoka kwa wazazi, hii chemchemu ya Mwanyanya itakwisha lini? Na watoto wetu sasa hivi tayari skuli ishafungua. Nikamwambia basi nitashirikia. Jana nikapata video, wazazi anauliza sasa hivi watoto watatoka. Mimi niko nje, moja kuchukua wanangu, sasa hivi watoto watatoka, maji haya mwalimu itakuwaje? Nikamwambia basi sawa, nimesikia. Kwa wakati nikampigia simu msaidizi, akanambia kweli maji yamejaa, watoto wengine wametokea kwa raha leo na wengine tumekuja nao mpaka hapa, alafu wakate wende zao kwa hani. Sasa mimi baada ile video nikaituma katika grupu ya walimu wakuu, najua maafisa wapo mle, nikawatumia kamati wote, nikauliza swala, haya maji toka tarehe 21 mpaka hii leo Mawio, manispaa, uongozi wote wa serikali hayajaonekana. Sasa hivi ambacho nitashirikiana na mwenyekiti, mimi sitaki manispaa waje wafanye wanachofanya, karo iondoshwe getini, kwa sababu huu ni mwaka wa 4. Na kama wanasema wameiunga kwenye mtaro wa Hafidhi Ali kutokana na hiyo sentensi ya mwanzo, basi kutatokea kipindupindu kule, tusijua kimetokea wapi. Serikali sijua ingetokea wapi, kwa sababu mtaro wa Hafidhi si uko katikati hapa, si kwa hani hapa. Kwa hiyo nitakachopigania mimi sasa hivi, nataka karo iondoshwe, sio izibuliwe, sio ifanye nini, kwa sababu kila baada muda inakuja, iondoke kabisa. Hii kwa awamu hii ndio wa kwanza, ndio hiyo nilotuma hapo, lakini kwa 24 barua ipo, utaiona, ambapo nilimwagizia Wizara ya Elimu kama ndio mwenye ona, kama ndikia barua nimemwandikia. Baada ya siku 8 alikuja kama kiinjinia hivi, yako hapo mapi getini, mbona siyaona? Kaambia babangu, leo ya 8 bado nataka nayo, na mimi na watoto sisi kukaa nayo. Kwa hiyo hata hatua ikija, aliyefanya anajua trick ya kufanya yale maji yasije, lakini kwa muda. Kwa hiyo itakuwa kama mpango kazi kila mwaka, hili liwepo katika mpango kazi wa Mwembe Shauri kila mwaka. Nataka 2026 hiyo basi. Kero wetu kubwa sisi hapa skuli kwa sasa ni chemba ambacho kinatoka maji machafu, na maji haya mara nyingi yanatoka asubuhi, alfajiri au jioni, na maji haya ni machafu ambayo pia yana vinyesi. Kwa hiyo sisi kama kamati tunaiomba serikali kupitia mamlaka husika
waje walifanyie kazi swala hili, kwa sababu ni hatari sana kwa usalama wa afya watoto wetu, na ukizingatia kuna watoto ambao maandalizi ni wadogo sana, ambao hata kujielewa bado hawajielewi, lakini pia tuna watoto ambao ndio kwanza mwaka wa kwanza wameanza darasa la kwanza, nao bado ni wadogo. Kwa hiyo tunaiomba sana manispaa kwa upande wao, lakini pia na serikali na wao itie mkono wao, serikali kuu, ili waweze kulifanyia kazi swala hili, na si kulisafisha tu hili chemba, lakini sisi tunataka kama kamati ya wazee liondoshwe kabisa, kwa sababu hili chemba imekuwa ni tatizo sugu na lina msimu. Kuna kipindi linatoka maji kweli, maji machafu mpaka yana kinyesi, na kuna kipindi yana sita. Kwa hiyo wasione labda kusita kwake ndio swala limemalizika, waje walifanyie kazi. Tukiwezekana hili chemba tunataka liondoke kabisa, ili kulinda usalama wa afya ya watoto wetu. Ndiyo, mimi kwa upande wangu nimempigia simu afisa afya mazingira wa manispaa, na kwa upande wake kanambia atalifanyia kazi muda saa 7 kwa leo watakuja. Sasa sijui itakuwaje muda huo, lakini zaidi na mimi nitampigia simu ili kumkumbusha kwa ajili ya kulifanyia kazi, lakini si kulisafisha tu. Sisi kwa upande wetu tunaomba manispaa iliondoe kabisa, itafute uwezekano wa kuchimba chemba sehemu nyingine, lakini sio hapa nje ya geti la skuli ya Mwembe Shauri. Na mtazamaji wa ASAM Online TV, mara baada ya kuzungumza na uongozi wa skuli ya Mwembe Shauri, tumefika kwa afisa elimu wilaya ya Mjini kwa lengo la kutaka kujua ni hatua gani ambazo amezichukua ili kuhakikisha wanafunzi wa skuli ya Mwembe Shauri wanaondokana na kero iliyopo katika maeneo hayo. Kuhusu swala zima la karo kutoka Mwembe skuli ya Dr. Sheni kupitia skuli ya Mwembe Shauri ambayo inamwaga maji barabarani, kama ofisi ya elimu wilaya tunalijua na tayari tumeanza kulifanyia kazi, kwa sababu ni tatizo ambalo lipo kutoka skuli ya Dr. Sheni, na tumepanga tuende kuzungumza na uongozi wa skuli ya Dr. Sheni ili tuweze kuangalia hatua gani ambayo tunaweza tukaifanya ili kuweza kuondoa tatizo hili, kwa sababu hii ni athari ambayo imeanzia kwake yeye skuli ya Dr. Sheni, alafu imekwenda skuli ya Mwembe Shauri, na vile vile barabara kuu ambayo wananchi wengi wanatumia barabara hiyo. Hivyo kutokana na changamoto hizi tayari tunatarajia kwenda kukaa na uongozi wa skuli ya Dr. Sheni ili tuweze kulitatua tatizo hili na lisiweze kujirejea moja kwa moja. Kubwa zaidi ni kwenda kuchimba karo jipya ambalo linaweza maji haya yote yakaingia katika hilo karo ambalo tunaweza tukalichimba. Sasa tunaweza tukakaa na Dr. Sheni ili tuweze kuangalia kitu gani ambacho tunaweza tukalisolve tatizo hili na siweze kuendelea au kujirejea tena. Mimi ni Safia Hussein, nyuma ya kamera ni Ali Haji.